Bwana, mambo vipi? Ni Mr. Analyst Online Media bwana, kipindi hewani ni tamu na chungu za kimichezo bwana, kama kawaida. Basi leo kama mnavyoweza kujua, kwa tulikuwa na game moja kali sana kukatana shoka ambayo ilikutanisha wenyeji wa mchezo huu TRA United versus Simba Sports Club pale uwanja wa Jamhuri jijini Arusha. Bwana, katika ule mchezo ambao umalizika kwa sare tasa, ambapo si mwenyeji wa mchezo TRA wala Simba Sports Club, mgeni wa mchezo ambaye aliweza kuibuka na pointi tatu. Katika mchezo ambao umeisha kwa sare tasa, kipindi cha kwanza ndani ya dakika 28 kulitokea tukio moja la ajabu sana, ambapo Valentino Ma alikwamisha mpira nyavuni, ambapo ulihesabiwa kama offside kutoka kwa marefali wa mchezo huo. Mimi kwa upande wangu nikiangalia lile tukio naweza nikasema ile iko offside. Tunajua kuna interaction ya mchezaji ambaye anaweza kusababisha offside, lakini kwa upande wangu kwa tukio lile naweza nakataa kwa hoja zifuatazo. Kwanza ilikuwa ni direct free kick ambayo ilikuwa inapigwa kuelekea lango la mnyama Simba. Alafu ukizingatia katika line ambayo iliwekwa baina ya walinzi wa Simba na washambuliaji wa TRA United kulikuwa na mstari ambao umekuwa mnyoofu, lakini kwa upande wa kulia wa timu ya Simba kulikuwa beki ambaye alikuwa amemgadi mshambuliaji wa TRA United akiwa amemweka hapa na mkono wake huko hivi. Ukiangalia mtu ambaye amehesabika kuwa ametengeneza offside na yule alitengeneza offside ambaye amehesabika kutengeneza offside, na huyu beki wa Simba ambaye alikuwa amemgadi mchezaji wa TRA kifuani, mkono wake huko hivi, walikuwa katika line moja. Baada ya Valentino Oma kupiga ile faulo, yule mchezaji alionekana kuruka mpira ambao marefa wametafsiri kuwa alikuwa amemchanganya golikipa, lakini kisheria ilivyo kumchanganya golikipa hivyo, lakini inategemea na situation au tukio jinsi lilivyo. Either ingekuwa yule mchezaji wa TRA ambao ameuruka mpira yuko offside tayari, alafu baadaye mchezaji amepiga na ameuruka, hapo tunasema ame-interact mchezo na ile imemsababishia confusion golikipa na kushindwa kushika mpira. Lakini kama yuko onside wakati mpira unapigwa na yule akauruka mpira na likawa goli, basi hilo tunaweza tukahesabu goli. Kwa upande wangu kuhusiana na tukio zima lilivyotokea, siwezi kuhesabu ile kama offside. Ilikuwa ni goli halali ambalo TRA United wamenyongwa. Bwana, TRA yupo katika muendelezo wao wa ubora katika peak, wakiwa chini ya kocha Etienne Dalegije, kama vile ambavyo tuliwahi kumzungumzia huko back in the days kuhusiana na ubora wake na the way anavyojua ligi kuu ya Tanzania na kuwajua hawa mapacha wa Kariakoo. TRA ikumbuke kuwa katika timu 4 kubwa ligi kuu soka Tanzania bara. Hapa nazungumzia Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars. Basi Singida amechukua pointi 3 kwake, Yanga amechukua pointi 1 kwake, na Simba amechukua pointi moja kwake. Wakati huo Azam naye akitoka na pointi 1 kwake. Kwa hiyo imekuwa ni timu imara, na tunaweza tukasema kwa timu za mkoani, basi TRA United wamekuwa na msimu mbora ukikompea na timu nyingine zote ambazo zinatoka mkoani. Asante Mr. Analyst Online Media, kipindi wani tamu na chungu za kimichezo. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ili wa kwanza kupata notification.